za mwamba, tupo nawe mpaka tamati ya kipindi. Noma. Yes haya, one more time. Anasema mkali, we noma sana, na kupata nipo Chamanzi. Alright. Oh fire. Bana msikilizaji, na muinvite mdau my brother kutoka Stone Town Zanzibar, Mash Mare. Karibu ndani ya show my brother. Asante sana bro. Uko vipi? Nipo poa sana. Uko fiti mazee? Tupo fiti. Long time. Yeah, long time brother. Otep, nisaidie kupokea simu afu ongea naye. Ni mtu hapa mjengoni. Yes. Bana, habari ya Zenji? Zenji poa sana. Lakini kwa muda kama mwezi mmoja nipo bara hapa. Unajua na hapa bara nyumbani vile vile. Kabisa. Kwa hiyo nilikuwa nipo bara, nimefika Dodoma, Morogoro, Arusha, Moshi. Niona kwanza unajua kusafiri na unihiri. Umepiga tu ya kutosha. Kuona unajua ukikaa sehemu moja nao kichwa nako kinakuwa kizito. Kwa hiyo utakuwa healing yourself. Kwa hiyo nimefurahi sana, nimetembea sehemu nyingi sana, nimeona harakati, nimeona maisha tofauti. Kwa hiyo sasa nimerudi, nadhani nitarudi Zanzibar, lakini ilikuwa good experience kusafiri na kuona watu wanafanya nini sehemu zingine. Kabisa. Mash Mare ni mwanamuziki wa reggae na dance kutoka Tanzania, lakini umebezi sana kule visiwani Zanzibar. Ndio. Umekuwa ukifanya poa tangu miaka ya nyuma. Umekuwa na band, umekuwa na shows hapa na pale, ukiarrange mwenyewe pia. Mara ya mwisho ulikuwa na plani ya kuachia House of Reggae EP kama sikosei? Ndio. Si niko sahihi? Ndio. Mipango ilishia wapi ama mipango ilifika mpaka wapi? Mipango tuko katika nini ya mwisho kabisa, lakini kwa bahati mbaya mtu ambaye alikuwa anamaliza hiyo session kitu kimoja kisa cha kunifanya nije bara. Ndugu yetu anaitwa producer Dachi Beat. Alipata matatizo ya akili kidogo. Kwa hiyo ili tusumbua sana, ikabidi sana niweze kusimama vitu vyote, hatuwezi kuendelea. Nije naye Dar es Salaam hapa, nitafute wazazi wake. Yeye ni mtu wa Karatu, kwa hiyo tukafanya pale therapist, tukakuwepo Muhimbili Mental Hospital kwa wiki 2 pale. Baadaye tena tukamrudisha kwao Karatu. Sasa hivi anaendelea vizuri, hata leo nimeongea naye, ipo vizuri. Kwa hiyo hiyo kitu kimoja ambacho kimenifanya, sababu ndio alikuwa anasimamia mastering na kila kitu. Kwa hiyo imenibidi sasa nimwangalie ndugu yangu, kuendelea na hivyo vitu wakati ndugu yako ambao upo naye kwenye mapambano ipo hali sio nzuri, lakini nashukuru Mungu sasa hivi yupo vizuri, anaendelea vizuri, na leo nimeongea naye, anahitaji kurudi. Naona, lakini wazee unajua kidogo wanakuwa na wasiwasi mtu akipata matatizo kama hayo kumwachia kidogo, lakini anatamani arudi, lakini kidogo wazee, lakini sitaki atumie nguvu nyingi kwa lazimisha wazee arudi sasa hivi, lakini tunajaribu kuelewesha kwamba wazee hivi vitu vya kawaida vinatokea. Kama ugonjwa mwingine, unajua hatutegemei kwamba watu kama wana ugonjwa wa akili. Unaona, ni kitu ambacho kigeni kwetu sisi hasa Afrika. Lakini vitu kama ugonjwa wa malaria na vitu vingine, sometimes depression, ni vitu vingi vinaweza vikatokea vikagusa ubongo. Kwa hiyo kidogo wazazi kidogo wamekuwa gumu kumwachia, lakini nadhani yupo sawa, na nadhani atarudi kwenye majukumu yake. Kwa hiyo EP ipo, inaitwa House of Wonder. Kwa watu waisubiri sana. Itakuwa na ngoma ngapi? Ngoma 5 nadhani. 5. Kwa nini umeamua kuita hiyo jina ya House of Wonders? House of Wonder. House of Wonder, unajua sisi tunatokea Stone Town. Hiyo ni nyumba ya maajabu. Kwa watu wategemea maajabu ndani. Ni maajabu. Unajua sisi tunafanya reggae, nimegundua kitu kimoja, wanamuziki wengi wa reggae changamoto yetu ni katika uandishi. Tunaandika vitu vigumu ambavyo vishaandikwa huko nyuma. Sisi tunatakiwa sasa hivi tuipate audience yote ambayo inasikiza bongo flavor, hip hop, vitu sio kwamba lazima viwe soft, lakini vitu ambavyo vipesi. Ndio maana mimi napenda uandishi wa Bob Marley, napenda uandishi wa Chronix. Yani unamuelewa nini anaongea, hata kama wewe sio mpenzi wa reggae. Ndio maana watu Bob Marley wanampenda hata kama sio mtu mpenzi wa reggae. Kwa hiyo nadhani kuna utofauti watu watauona huko ndani wa uandishi, na nadhani tunahitaji wanamuziki wengi wa reggae sasa hivi tusifanye vitu very
very complicated. Let's go na hii situation ambayo tuna sasa hivi, audience sasa hivi na mambo mengi. Kwa hiyo tuwape vitu ambavyo kila mmoja ata catch up na atapenda. Kwa hiyo mimi nadhani watu wataona maajabu ya hiyo EP. Vibe ya reggae Zanzibar ipoje? Reggae is 100% Zanzibar na hasa yani hiyo mpaka kwenye vitabu, kuna kitabu kimoja ninacho cha Bob Marley pale kimeandika kwamba katika ulimwengu wa nadhani nilikuonesha nadhani wewe ulipata kukiona kimeandika pale katika nchi ambayo utaenda utakuta display nyingi za Bob Marley, moja ni Zanzibar. Na hicho ni kitabu cha Bob Marley kabisa, kimehakikisha kwamba sehemu utazunguka ni Sri Lanka na Zanzibar ni sehemu ambazo utakuta display nyingi kuliko sehemu yote duniani. Katika kwa duniani yani, na imeandikwa imetajwa pale Zanzibar. Kwa hiyo nadhani Zanzibar ni watu wote wanapenda reggae, sio wazee, sio vijana. Yani kila mmoja anaweza kumwala tano, lakini playlist yake ni reggae. Kwa hiyo sisi reggae ni utamaduni wetu. Ni watu ambao tumeconnect sana na Rastafarian movement. Yani Muislamu kwa na Rasta na kuingia msikitini kitu cha kawaida, wala mtu anaweza kukushangaa na ukawa na swala tano, lakini ndio maana tunajiita Marasmus, Rasta Muslim. Kwa hapo Rasta Muslim wengi tu. Kuna ngoma yako ile asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Mash bana, pia umekuwa ukimanage wasanii kutoka Zanzibar, ukiwainua ukinua pia. So far una wasanii wangapi kwenye lebo yako ama kwenye package yako ambayo unainua vipaji vipya? I think nimefanya kazi hiyo kwa miaka 10. Na sio kwamba nilifanya kwa nini, tunilifanya vile kujifunza biashara ya muziki. Unajua sasa tumekuwa wasanii, tunakuwa tunapata tabu kujua biashara ya muziki inavyokwenda. Sababu tunabaki kwenye engo ya usanii. Sasa nadhani kama mtu unaweza kufanya vote vitu viwili, try to do it, kwa sababu utawasaidia na wengine. Kwa hiyo nadhani mimi muda wangu mingi, ndio maana nadhani kwenye career yangu sikufanya vizuri zaidi ya kuwafanyia watu. Kwa hiyo nilitumia muda mwingi kusaidia wasanii wa Zanzibar, kwa sababu walikuwa hakuna watu ambao wanaweza kuwasaidia. Kwa tunasubiri labda tuje bara ndo tusaidiwe nini, wakati sisi tunaweza tukatengeza platform yetu. Kwa hiyo nilitumia miaka 10 zaidi kujenga hiyo platform, kujenga mazingira ya music industry ya Zanzibar, na tumefanikiwa kwa ukubwa mzuri sana. Nashukuru hilo. Lakini nadhani sasa hivi ni muda mimi mwenyewe sasa kufanya kile ambacho Mungu alinijalia. Kwa hiyo sasa hivi si focus na mwanamsanii yoyote, wasanii wote nimewaacha huru, wanaendelea, wanafanya vizuri. Hata leo nadhani kuanzia kesho wanafanya kwenye Mafutopia, wanapiga Mabusara Festival, yani wapo vizuri zaidi. Unaweza kusema wapo vizuri zaidi ya mimi. Kwa hiyo lakini ni ile experience nimepata nzuri. Kwa hiyo nadhani sasa hivi ni muda wangu mimi mwenyewe tumashana vitu vyake, na nadhani very shame kwamba kwa nini sijasaidia industry ya reggae. Kwa hiyo nimesaidia sana industry ya bongo flavor, hip hop nini, lakini tunaona sasa hivi wote walikuwa sio tu reggae. Kwa nini sasa tusisaidie, tusitie nguvu zetu ile experience ambayo tumeipata kwenye industry hiyo, kwa nini tusirudisha kwenye muziki ambao tunaupenda? Kwa hiyo mimi nadhani sasa hivi moyo wangu na muda wangu, nguvu yangu nataka nirudisha kwenye reggae music and see how we can push it our reggae industry. Kwa sasa hivi nadhani focus yangu ipo hapo kabisa. Unaizungumzaje platform ya Zanzibar Reggae Festival? Nadhani ni platform ni nzuri. Nadhani narudi mwakani, nimeona kama mwakani mwakani washaanza kufanya application. Ni sehemu ambayo nadhani wasanii wafanya application. Ni moja sema kupata exposure, kwa sababu tuna matamasha madogo ya reggae. Kwa kuwepo na ile nawe inasaidia uchachu wa kuwa muziki wetu kuwa hai na kupata, na kwa sababu ya Zanzibar nao ni sehemu nzuri ya platform. Unajua Zanzibar inakuja watu tofauti. Kwa nadhani ni platform nzuri ya kuweza kujitangaza na kuweza kulink na connections za watu tofauti. Kwa muhimu kuwa na hilo tamasha. Tutarajie Mash utakuja kuwa na festival yako mwenyewe? One of my vision kuwa na festival, kwa sababu sio kitu kwa experience yangu sio kitu kigumu, lakini vile vile nimeona kwamba kuna Tanzania Reggae Festival. Kwa hiyo tuanzie hapo kutia nguvu na misaada yetu. Tujitolee, tutie nguvu zetu hapo. So kila mmoja afanye lake, kama ile la Tanzania lipo. Kwanza tuangalie hili basi, tuone jinsi gani tunaweza tukatia nguvu, volunteer, kutia mawazo, alifanyike, kwa sababu hii ni letu wewe. Ukisema ukae pembeni hivi uache
hebu tuangalie wale vipi wataweza, hiyo tutafeli. Kwa nadhani hii ni kitu chetu, hichi kitu chetu tukiangalia sasa hivi ni muhimu sana kuliko kila mmoja sasa akaja na lake. Kila mmoja atafanya lake, lakini cha msingi Tanzania tunatamani. Kwa nadhani ni kitu muhimu. Mtu yote ambaye anaishi ana experience ya kufanya events na matamasha tunamhitaji hapo. Mimi nadhani nipo 100%, kama mnanihitaji nipo hapo, na nguvu yangu itatumika zaidi. Kuna swali la shabiki hapa, msikilizaji anasema muulize kaka hapo, hivi kujiita Mashimare, ni Bob ndo aliyemvutia kimuziki ama ni nani? Mimi kiukweli Male ni my spiritual father. Kwa hiyo ni mtu ambaye namfeel na connect naye nikiwa stageini, nikimsoma, nimemsoma sana, nimemwelewa sana, na anaishi kwa ni moja baba yangu wa kinguvu. Kwa hiyo ni mtu ambaye kanivutia sana katika maisha yake, acha muziki tu hadi maisha, kwa sababu ndio maana nilimfuatilia sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye lakini sijajita mwenyewe, ile jina liniita bwana producer mmoja, sijui yupo wapi, natamani nimuone tu Producer Benja. Napiga sana marege, alikuwa anapiga na magospel, sio Mashmare. Kwa hiyo nilikuwa najiita mash guitar, alikuwa anapiga guitar, akaniambia you are not mash guitar. Mashmare. Kwa jinsi ninavyoonekana vile watu wanasema you look like a Bob Marley. Kwa hiyo nikaichukua hiyo, lakini vile nikamsoma zaidi na nikamuelewa. Kwa hiyo naishi maisha yake hapo. Bana, umekuwa pia kufanya project ya Permaculture? Tumesoma mambo. Unajua bwana, mambo ya Rastafarian movement, lazima ujue masuala ya vyakula na itals na kilimo hai. Hivi vitu vinaingia sana, na natamani tamasha letu la reggae vitu ili tujue sasa tunaishi maisha gani ya Rastafarian na maisha gani tunatakuwa halisi. Kwa hiyo mimi nimejifunza sana masuala ya kilimo hai, kilimo endelevu, na nafanya mkazi huko na kwa tuna ecology, kwa tunafanya hivyo vitu, nyumba ya kiasili kabisa na maisha ya kiasili. Kwa nadhani ndio maisha yetu ya Rastafarian movement ambayo tunatakuwa tuishi, kwa sababu sasa hivi dunia imebadilika. Kwa lazima tujue jinsi gani ya kutengeneza chakula ambacho kinakuwa kiasili na hakina vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia kusababisha maradhi ambayo yanaweza kusababishwa na kemikali. Kuna brother anaitwa Ramadhani yuko Kigamboni pale, ametune show, anasema Zion namfahamu Mash, aliwahi kusoma pale DIT miaka ya nyuma. Ni kweli? Ya baharia sisi ya baharia pale au? Nafikiri ndio mambo kama hayo. Nimesoma baharia mimi, nimefanya. Nadhani yeye kamaanisha baharia. Anakusikiza muda huu. Nadhani baharia nimefanya baharia baada ya kumaliza form 4 Azania. Unajua mimi nimemaliza Azania. Watu wanajua sana nimekaa Zanzibar sana, lakini nimeishi bara. Kwa hiyo mimi ni mtu wa bara, nimesoma Kibasila, Kibasila. Nilisoma vile mimi wazazi wangu wote wanaishi bara. Mmoja amefariki, alikuwa anaishi Ilala, mmoja babangu mimi yupo Mwananyamala pale. Ndio maana kina Kobazan, kina Hadmari ambao watu tunaonana tangu mimi nipo sana, na ndio maana hata Hadmar akija Zanzibar anaishi kwangu, tunaishi kama familia mpaka sasa. Mimi pia unafikia pale nyumbani. Nyumbani, yani sisi tunaishi nyumba. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye nimeishi miaka mingi bara na Zanzibar. Kwa hiyo nimesoma pale, nikaja nikasoma Mwalimu Nyerere Memorial Academy pale Kigamboni. Kwa sasa sijui kwamba yani nimefanya masuala ya baharia fresh seaman. Kwa hiyo naweza kuwa seaman vile. Mimi mwenyewe ni seaman na seaman book. Kwa hiyo kweli hajakosea. Tunapata ngoma, then nitakuja na my brother Joe Mare. Stay tuned, ini Magic FM. Wape vibe ndo show mazee.